msingi uliozaliwa ndani inabadilisha kapla ya Mungu juu ya maisha yako. Unaanza ishi le contraire ya kenye Mungu alipangaka. Kile kitabu cha Zaburi sura 11 mstari wake ule wa 3 ni mstari ambao tuko tunapekua. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Ine nasema nini? Bwana yu katika hekalu lake. Eske nijibu? Tujue tunaelewana vizuri. Mstari wa 3 nasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya. Sasa pale iliomba kukwe jibu. Ine nasema nini? Bwana yu katika hekalu lake. Bwana ambaye kiti chake kiko mbinguni. Macho yake yanaangalia. Kope zake zinawajaribu wanadamu. Eske njoo jibu? Tunaweza kaa. Kama misingi inaharibika, mwenye haki afanye nini? Anayeuliza swali yeye mwenyewe alikosa jibu. Paa kaanza singizia vinyaviko. Manake hata David alikuwa hors sujet. Alipashwa sema misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya hivi na hivi na hivi. Lakini watu kwa saa aliishiwaka. Akaona hana majibu ya kutosha. Akasema mwende mwa hekalu. Bwana yu katika hekalu. Somo tunayo ni namna gani ya kuvunja misingi. Na leo nitakuonesha kazi 3 mbaya ya misingi katika maisha ya mtu. Kwa sababu ujue kenye utavunja. Nakupa tu vitatu na itakubariki. Hakuna mtu ambaye Mungu amemuumba aje kuombaomba duniani. Hakuna mtu Mungu amemuumba akufe na miaka ya kidogo. Hakuna mwanamke mwenye aliumbiwa kajua asiolewe. Hakuna. Mbona wanawake ni wengi kushinda wanaume? Mhesabu za Mungu alitarishia kila mtu wake. Wanawake wakuwe wengi, Mungu alijua kuna wale ambao watafisha, kuna wale wataoa tena, kuna katika programu za Mungu aliipanga vizuri. Katika umbaji wa Mungu hakuna mtu Mungu aliumba aishi maisha ya kulialia. Hakuna. Le plan de la création, c'est un plan merveilleux. Hakuna mtu Bwana ameumba ili uzeeke na mihali batoto yako njoo waanze kukukulisha. Mungu akuumba mtu vile. Ndio maana kama kuko somo ambao unatakiwa kufata mwanzo mpaka mwisho, njoo hii. Kufunga hata butiki. Unaenda ili msikize Mungu kwa namna nyingine. Hakuna mtu Mungu aliumba ili aolewe mara pili. Sema kwa bahati mbaya kama ulifisha mume,
lakini afukuziwe mwa hii ndoa aende ndoa 7. Hakuna mtu Mungu aliumba kile kitu. Hakuna mtu ameumbiwa kuzika watoto aliowazaa. Katika utaratibu wa uumbaji ya Mungu, ameombea mwanadamu maisha ya furaha. Tangu saa hii uache kutia Mungu mumalere yako. Acha. Ulipoteza pesa, ni destin. Unafukuziwa mkazi, bilipasha kwa tu vile. Fiancé kukatala, kwa wangu. Siwezi forcer vitu. Na hii ndio inafanya kanisa zetu za Afrika hazifikie uamsho. Mtu anaendelea kupinga vitu. Hawawezi hubiri tena juu ya laana. Tuko ndani ya Yesu. Na yeye pekee analainiwa kuanzia kichwa mpaka viatu. Yeye pekee analainiwa. Mtu analeta fujo mwenyewe. Mimi nilishavunja, nishaokoka. Ufungulivu nawaambia kila siku, haiko nyimbo. Maisha ya mtu inaoneshaka. Huyu anafunguliwa. Na Mungu hatufungue kwa mara moja. Unaweza kuwa umefunguliwa kwa ili haujafunguliwa kwa hilo. Haujafunguliwa kwa hili, taratibu naendelea. Taratibu Mungu anafungua maisha yako. Qu'est-ce que c'est le fondement? Misingi ni kitu gani? Inatafsiri karibuni 4. Misingi ni origine. Shina. Kule fasi umetoka. Ni kama pia madhabahu. Tukubaliane. Hakuna mzazi alishazala mtoto juu akwe maibobo. Hakuna mzazi amezaa juu mtoto arendere. Na hakuna mzazi alishaka sema mimi nazala mwizi. Mzazi wote aliyezaa mtoto anamtakiaka mazuri. Kwa nini anamtakia mazuri? Kwa sababu mzazi anaiga Mungu. Mungu alipoumba alimtakia mazuri. Sio tunaelewana vizuri? Hakuna mzazi ambaye mtoto atamletea mimba kunyumba alafu anafanya hivi. Mtoto wako leo unachomewa na pine juu ya bwizi. Mzazi anakuambia sikupangaka ikuwe vile. Sasa mtoto yuko anachomewa na pine yuko anasema, muni wewe tu ni mapenzi ya mamangu. Eske mama yako ndio alimfanya vile? Njoo gisi muko. Ukikataliwa, mapenzi ya Mungu ishafanyika. Ukisingiziwa mabaya, mapenzi ya Mungu ishafanyika. Ndio maana kanisa haitoki kwenye iko. Mateso yetu mingi sana Mungu akwake moyo. Alafu tunapoingia kanisani tunaweza anza kushimama hapa mwanzo mpaka mwisho. Iko saa banakamata mtu banamfunga. Alafu kumfunga kulukamba, kwa ile lukamba pale anafanya choo kubwa, anafanya choo ndogo. Alafu mtu anaanza ubiri. Wewe uko pale unafanya choo kubwa, choo ndogo. Acha, harufu itakutesa pale. Harufu tatizo yake haiko ile yote. Shida yake tu afunguliwe. Isikia tunaelewana vizuri? Unaweza ubiri mtu mwanzo mpaka mwisho, unamuonesha dhambi, unakemea, mpaka unatenga, unalaani. Kama misingi iko, ataifanya mpaka utaregrete. Kazi ya kwanza ya misingi mibaya kwenye maisha yetu
ni kubadilisha plan ya création ya Mungu juu yetu. Ça c'est trop dit. Misingi. Hakuna mtu anaweza badilisha mipango ya Mungu kwa maisha yangu. Mungu akisema kitu lazima kitatokea. Mimi nakwambia wazi, origine, misingi uliozaliwa ndani inabadilisha kapla ya Mungu juu ya maisha yako. Unaanza ishi le contraire ya kenye Mungu alipangaka. Daje expliquer. Uko hapa ni mbinguni. Mungu anasema na wewe, utaenda duniani, utafanya hivi, utafanya hivi, utafanya hivi, utafanya hivi. Mungu anaipanga vizuri. Kutoka mbinguni kufika mdunia, kuko tumbo nye utapita hamu. Itika wala ukatali. Sasa unaingia mwa ile tumbo, kuna maneno mbili. Moja inasema uzao ya tumbo yako nitaibariki, au uzao ya tumbo yako nitailaani. Sasa unaingia mwa hii tumbo, ni jamaa ya baba mvuta bangi, baba mtambikia miungu, baba mchawi. Uko na pla ya Mungu, mimi sijakatala. Metumbu yenye ulipita ndani na kiuno ulipita ndani, haukina damu ya Mungu, unakamata damu ya ile jamaa, ina influencer deja maisha yako yote. Eske Mungu ananisikia? Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Me ukisoma Biblia vizuri, banamuita mtoto wa mseremala. Yesu ni mseremala. Kwa nini wamuite mtoto wa mseremala? Alizaliwa mjamaa ya mseremala. Manake nyumba yenye ulizaliwa ndani inaweza hata changer jina yenye Mungu alikupaka. Mtoto wa mseremala. Si mseremala huyu. Ça c'est la première des choses. Origine inaweza changer. Yesu hakutoka Nazareti. Yesu anatoka mbinguni. Lakini kwa sababu alizaliwa Nazareti, alianza itwa Yesu wa wapi? Gedeon. Mungu anamfanya vaya hero. Me anazaliwa kumisingi ya mazabau ya Bali. Anageuka musagamuli. Nye munasikia siku Mungu alitokea Gedeon. Mungu akumwambia Gedeon, ingia mpriere nikutumie. No, aliambia tu Gedeon, tumia uwezo ulio nao. Manake niko na uwezo hii miaka yote. Tena uwezo gani? Ya kuokoa taifa. Tumia uwezo ulio nao. Gedeon anasema, Mungu wangu, mimi niko na uwezo na niko na saga mule. Unaweza umbiwa utaolewa na ministre, misingi inakutia kwa mvuta bangi. Hakusomaka, hakuandikaka, hana makuta, menakupigaka na kutemea mati. Misingi inabadilisha. Unaweza panga huduma, utakuwa juu, utakuwa president, utakuwa nani, misingi nakupa mulozi njoo ageuki bibi yako. Kuliko uwaze juu ya taifa, kuliko uwaze juu ya inchi, unaanza waza utapunguza ile bongo wae mkinywa bibi yako. Kisha unashtuka na kufa mbele yake. Misingi iko na nguvu ya kubadilisha plan ya Mungu. Jambo la kwanza mbaya zaidi lile, bado sijaimaliza, nitaiongelea sana. Hapa tulivyo, wengi katikati yetu hawaishi maisha yao.
Kisha mtu atakwambia njoo mapenzi ya Mungu tu bilipashwa kuwa vile. Enseignement ya satanisti. Haiko kila kinatufikia ndio kenye Mungu aliyua au kenye alipanga. Kama kila kikitufikia Mungu alipanga, tunaombea nini sasa? Misingi inabadilisha plan ya Mungu. Kuvunja misingi inatupeleka turudie mu mawazo ya Mungu kutuumba. Si mwalimu kuna eleweka vizuri. Mwenye atakuwa fidèle kwa hii enseignement, hautafanya hata 100 jours na Mungu ayakurudishi. Inakupeleka. Ona plan ya Mungu. Petro akwe grand apôtre. Mais misingi namfanya pécheur. Mvua samaki. Misingi. Mifano ni mingi sana ambayo tutakupatia. Kazi ya kwanza ya misingi mbaya inabadilisha plan ya Mungu kwenye maisha. Tatizo si kwa Mungu, Mungu haiko njo dhaifu kule kolizaliwa. Okay, ngoja nikupatie mfano, uone kwenye damu iko vibaya. Je, unajua kwamba kuko majamaa yenye iko na magonjwa fulani? Okay, labda nitumie mfano ya hekima itusaidie. Haujawahi kuona jamaa ya Baduru? Mtoto wa kuumbiwa duru, mekuzaliwa mwa ile jamaa, kichwa inazunguruka, anakuwa duru. Banakwambia haiko yeye peke, ni vitu ya jamaa. Haujawahi ona jamaa ya watu ni bamwizi? Kuko majamaa ya madiabete na biko kumakanisa. Metona pasteur parce que ni ignorant, mwenye konapenda a contredire kila mtu, anakuambia tukisha ingia kwa Kristo yote imeisha. Na mtu mwenye na kifafa anasema amen. Na iko na kifafa. Ye peke kwanza ile matatizo ingali kwake, mimi anasema amen. Il faut kuexpliquer mtu nini njoo iliisha. Kuizarau misingi haiwezi fanya misingi ikuache. Itakukokota tu. Na nani mwalikwambia kama kila mwenye iko mkanisa maana yake kwa Yesu? Ça c'est la première des choses. Les fondements ont la capacité de changer même les plans du vœu. Mpango yenye Mungu alipanga misingi na ina. Oh, Yesu alikuja kwao wakamkataa. Yenjo alikuja kwao wakamkataa. Pourquoi alimkataa? Misingi. Yepeke mjiulize, aye yenye Mungu anaweza pangia mtu kisha kinatoka misingi. Yesu alikuja kwao. Plan yake ilikuwa aende kwa Israeli. Wakamkataa. Misingi. Jambo la pili kubwa, misingi inaweza créer retard mu parcours yako. Ina créer retard mu parcours yako. Misingi inaweza créer retard un parcours. Et ça c'est une chose la plus mauvaise. Unaona haiko kusema hautapataka, mais unakia pata mariage na 49 ans. Ni kama sere mwa ambaye nimemwombea ametoka Kishasa, iko na 38 ans yaolewaka. Bo akuolewa haiko ndio problem, lakini hayazalaka. Na 38 yake. Na ana fiancé. Meni wa mzuri.
Sasa ananiambia nimwombee Mungu apate hata matazala naye hapatikani. Ushona mtu anakosa kuzala naye mwa hii dunia. Nikamwambia maombi ni matata sana, lakini anasema simupati. Mimi naambia umemtafuta sasa, nimetumia ngazi zote. Bahati nzuri sitawaonesha naye, kuna vijana wakimchangamkia, lakini hamtapata ile fasi. Kuzaa naye anamkosa 38 na alivyonieleza sijui kama ni kweli, inawezekana ni zaidi ya pale. Misingi inaweza create retard. Wende ujenge nyumba na 56 ans. Misingi inaweza kufanya uze nyumba na ushakuwa na 70 ans. Watakuzika mardi, unauza nyumba leo. Misingi inafanya unaishi nyakati ndogo tu za raha na utazipata ndogo. Misingi. Watu wengi sana wanakufa kwa ajili ya hii. Unajua kuna mtu amezaliwa ndani ya raha. Anazaliwa muraha na komalia muraha na zeeka muraha. Anazikwa muraha. Wako watu hapa amezaliwa kwenye mateso. Anakomaa kwenye mateso. Anaoa kwenye mateso. Bunyumba yenyewe mateso. Kuzala yenyewe mateso. Paka leo kulipa nyumba mateso. Wako maelfu. Hatuna besoin ya prédication ya séduction. Prédication yenye itakuwa na kuonesha kama uko tu bien. Kuna wakati unatakiwa kurudia nyumba. Hivi vitu ya kujenga manyumba vinapaswa ishia ma 35 ans. 40 unamaliza vile vitu, kichwa yako inapumzika. Kuko miaka yenye ikikuwa mingi tena maproje akawambia hawezi iweza. Inaanza sumbua kichwa. Hivi vitu ya kuzala hivi ndio ma 18, 30, 34 unaacha. Una enjoy sasa maisha. Wewe nyonyesha na 46 ans. Unacheka nini? Mimi niko nakwambia ukweli. Misingi. Kitu kinaua mtu haraka mdunia ni stress. Na kila mtu mwenye iko na retard anakuwa na stress. Hata retard tu ya mimba ya mwako unakuwa na stress. Retard ya kuchelewa kwa aeroport. Alafu retard ya maisha. Tuache kutiana moyo. Kuna vitu vinapaswa kuisha kwa sababu ya chakula. Njala dawa yake ni nini? Chakula. Kuna vitu vingine vinaisha kwa ajili ya pesa. Mazarau haiwezi isha juu liomba. Pesa inaimpozaka mtu akuheshimu. Vitu vingine aviishe kwa sababu ya pesa. Lazima kuwa na mwanaume. Lazima kuwa na mwanamke. Manake Mungu aliye peke alisema si vema mtu akae peke yake. Mungu alishasema, nikiwa na Yesu. Pale njoo watu unaona akili zinachanganyikiwa. Misingi inaweza retarder explosion ya destiny yako. Misingi. Sawa nasema tuko na prière pendant inanase hata njoo kuomba yenyewe inane. Misingi njoo kuna kusemesha vile. So moi niombe ile inane ni pasule bouton ya retard kisha vitesse ingie kwa maisha yangu. Unaweza olewa na 35 ans kama ulipasula bouton ya retard
mtoto wa kwanza mnapasa 5 na unaachia pale, unarekipere maisha yako yote. Mungu iko na kila njia ya kutufungulia maisha. Nani iko na amen zaidi ya pale? Vile uko nasema amen, moi 365 jours misingi yenye leta retard kwa maisha yako, Bwana ipasule pasule. Sema napokea. Kuna wakati unakaa, unajua wazee ni wagonjwa kwa nini? Wazee wengi sana. Mimi nimeona wazee, mtu akishazeeka akisema umwambie weka mkono nikuombee kwenye magonjwa iko, anza fanya hivi. Yaani anakuambia kuanzia hapa. Kinachowaua sana ni kule kufikiri kwamba nyakati zao za kutoka duniani zinakaribia. Stress. Na alafu anaangalia nyuma kuko majukumu ambao hajawahi kutekeleza. Le fondement. Nimeona mtu anaingia kwa mpango wa mwaka mzima ili kwamba olewe, anaitwa Esther. Mwaka mzima walishwe. Ina maana pia kwa mtu wa imani kwa hii mwaka ile César, quel privilège. Nyinyi mnafikiri tulifanya maombi ya mwaka mzima juu mkietoa sadaka, wakati mwingine sadaka ambayo mnatoa kwa ibada magharibi haina hata karibina wala kura. Tunakaa tu tunaangalia maisha ya watu inakataa. Kuna mtu naombea unasema huyu maisha yake inakataa. Sasa lazima tutumie ingine mbinu mpaka Mungu aachilie, wachawi waachilie na misingi ivunjike. Mtu mmoja anipe amen zaidi ya mwenzake. Jambo la 3. Misingi nafanya usijielewe. Sema kutokujielewa. Tafasiria kitu hapo. Cha kwanza nilisema inafanya nini? Misingi inabadilisha plan ya Mungu kwa maisha yako. Kasema ya pili, misingi na inachelewesha. Ya 3 inakufanya Okay, ngoja nikupatie mfano. Kutokujielewa maana yake nini? Sio mtanielewa. Haujawahi kuona uko tu mdunia haujielewi na uko hai. Donc hauji comprendre, hauna explication ya wewe peke. Donc wanaanza kuambia habari tuko tu. Est-ce que ushaolewa mbunyumba nyawele uliolewa moyo hai? Unaweza katala watu ya maana. Misingi na kutia mwakimbirikiti. Unafika mnivo yenye hauna explication. How you ulifika pale aye. Me ushakuwa. Niulizie jirani yako mwambie siko unajielewa. Mpaka mtu anaanza jisemesha munjia. Ushavala pantalon ya jaune, ushavala chemise ya rouge, kiatu ya chocolat. Watu wanasema huyu hajielewe. Donc yeye kwake ni tout est vanité. Ndio wale wenye usimhukumu jua alisema na kuyua wenye alisema. Misingi. Unaanza ishi. Banakuuliza question moja unapana réponse saba. Ulamuka ya basi dilamuka nilota mapondo. Na niko na deni ya baere shanisumbua sana. Na tena ule mtu hapana ni question moja. Una comprendre kama huyu ajielewi. Misingi. Nishaona mtu anafanya chemise 2 semaines. Mbona hii chemise nifanye enjoy yenye iko. Kuna ushuhuda nimesikia papa moja ana shida ya misingi mpaka hana wake. Akinawa mai na mwasha. Na ni muganga. Anajua hygiene. Lakini misingi hairuhusu.
hata mai ya moto inamwingia kama shindano. Misingi. Wachawi hawawezi badilisha plan ya Mungu. Jamais. Misingi inaweza badilisha. Ndio pale mtaelewa kwamba misingi origine iko na nguvu kushinda hata wachawi. Iko rare sana mulozi aloge mtu mwenye haiko wa jamaa yake. Ingelikuwa vinawezekana kama washaka loga wanashambulia Kongo. Mebulozi naheshimia mipaka. Misingi haichagulaki. Zile ziko kazi tatu ambao misingi nafanya. Mwandishi anasema kama misingi kiharibika, mwenye haki afanye nini? Kuna vitu vitatu kabla niingie kwa undani kidogo. Wanaposema kama misingi kiharibika, mwenye haki afanye nini? Ina maana kuko kitu mwenye haki anaweza fanya. Lakini bahati mbaya Daudi hakukisema. Alikosa majibu mpaka misingi kamuua. Na kwa sababu alikosa majibu ya mwenye haki kufanya, ndio maana hata Sulemani naye misingi limuua. Ina maana unapokosa majibu ya misingi, hata watoto nao wazaa watapigwa na ile misingi. Ile misingi. Mwenye haki afanye nini? Majibu ambao Daudi alikosa maisha yake yote, ndio tunaenda pata mwa hii seminari. Mwenye haki afanye nini? Unafutana na mwalimu wa uongo wa misingi, anakufundisha ungitoa kwanza sadaka, unatoa. Misingi iko pale pale. Ungifanya hivi. Tuachiane makazi. Mungu wa mbinguni, kusudi yake twende mbinguni. Lakini nisikilize, hata tuhubiri namna gani, kama misingi hayavunjika, mbingu hautaenda. Utaenda. Imenipa tabu. Kuna mama moja sijui yupo hapa. Bwanake anaombaka Mungu, anapenda Mungu sana. Lakini mumwezi kuko masemene zenye fo alewe na ajifungie munyumba na apasule vitu yote ya munyumba. Zile semene zikisha fika, hata nikituma watumishi waende kumkamata hata toka. Na akitoka makile kipindi, anarudia tena normal. Na ile njio plan shetani ya kufie mwa ile kipindi. Misingi. Hakuna mikoshi sana kama kutokujielewa. Ni pale tunapashwa chukia kwa nguvu habari ya misingi. Muulize jirani yako, mwambie ulitokaka wapi? Nachukia kupata bitu na retard. Nachukia kukula nyuma. Kila kitu ukipata na retard, uko na balaa. Ukiona mwanamke mwenye yuko na mimba na anabakia wakiana, maana yake tu ni wakiana au ni neema. Meretare ya mimba nafimisha mwa migulu, unafimba machafu, mwingine anafimba maupele kusura, mwingine unakosa. Ndio mimba, retare yote na chafula sura. Uko wakiana, mekitu inafanya maisha bakie vile iko ni retard. Kukufa katika misingi ni kukamata kila kitu kawaida.
Tulishaomba. Tushaingia mkanisa. Mimi nibatizwa depuis zamani. Kuko programme inaweza kuya uniquement juu yako. Uniquement juu yako. Na Mungu anasema cette fois-ci. Na niko na amen zaidi ya meza. Misingi. Nikupe ushuhuda 2-3 katika somo hili ni leo. Ya nje ya Biblia. Namjua dada mmoja anafuatwa na mume mzuri sana angimoa. Anamkataa. Anafuatwa mwingine anamoa, anakataa. Kwa familia. Mzuri sana ule dada. Anafuatwa na mwizi anamuitika. Anamshauri anasema huyu bwana ni mwizi. Voleur mais armé. Anasema njoo shwa yangu. Haiko shwa yake. Ni shwa ya misingi. Conseil ya familia yote. Mwimbaji mkanisa. Anaenda kule anarendera kwa mwizi. Mwizi anaiba. Banakia mtafuta kwa nyumba haiko, banalunguza ule dada. Anamchoma na moto anakufa. Mama yake na aliolewaka na mwizi. Histoire na jirepete. Misingi. Misingi inaweza kutuma upende bibi ya kolonel. Misingi. Unacheka. Misingi tu bana kushauria acha sasa. Mwanaume anakufa juu ya mwanamke. Nasikia sauti yangu. Misingi tu hata tuombe aye juu yako. Kama uko kwa ile misingi ya kifo na ungali kijana inakufanya hivi. Misingi inaweza kutuma upige profesere umasomo juu kufukuze fasi yote. Misingi. Daudi ana majibu. Lakini kufikia kipindi aseme ikiharibika mwenye haki afanye nini? Nimewahi kuwafundisha kuhusu maisha ya Daudi. Mkumbuke kidogo. Daudi ndio mtu wa kwanza mBiblia mwenye Mungu anasema l'homme selon mon cœur. David, c'est la seule personne que Dieu a témoigné plus que même Job. Donc, mtu mwenye iko saa roho yangu ndio huyo. Daudi alikuwa anapika gitaa, pepo zinaruka. Hana besoin ya kuomba. Daudi ndio mwanapasula ursi, anapasula lion. Daudi ndio mwanaua Goliathi na lijiwe. Daudi ndio mwenye sanduku ya agano inakuya anacheza paka nguo inatoka. Daudi alikuwa na pantalo ke sentire katakatika, nono kanzu itoka yeye. Ilikuwa danse moja ya hatari mpaka Mungu anasema, mnaona? L'homme c'est l'homme au cœur. Mekavie kalianza. Anafuata bibi ya watu na anaua bwanake. Akaenda oa banamuke 700. Kawatia munyumba. L'homme selon le cœur de Dieu. Kawatia munyumba. 500 wanaojulikana 200. Ile yote kusumbua Mungu. Fasi mwa kwenye Mungu anamwambia unakamata bibi ya Uria na unaua bwana yake. Mungu anamwambia, "Jua alikuwa anampenda sasa. Ungeniomba hata wengine. Si ningilikupa mpaka uue na bwana wa mtu kabisa." Daudi anakala kimya. Hayue ni nini mtumishi wa Bwana? Mungu anashindwa dementir kama ni l'homme selon mon cœur. Mungu akishasema anasema. Siku moja jamaa akaona kama Aisha Fabi tu hivi namshinda sana. Psalm 51 akasema, Bwana uniumbie moyo safi. Niumbie moyo safi. Manake hii mimi naona sai moyo ishaharibika. Wapi? Abikamati. Njoo Daudi kwa sababu ni mtu wa ufunuo.
mchaguliwa wa Mungu, njoo wa kwanza kuleta revelation na enseignement ya misingi. Mnakumbuka tate yake na Daudi anaitwa Yuda, Genèse 38. Huyu Yuda alienda kuzini na mwalikazi wake, bibi ya mtoto wake, anaitwa Tamari. Sijui mnakumbuka vizuri. Akamwachia fimbo, akamwachia ceinture na akamwachia. Huyu Yuda njoo anazala jamaa ya Daudi. Mbele tufike kule, kuko mwingine kahaba mmoja wanamuita Rahaba wa Yeriko, mwenye aliponyeshaka wapelelezi wawili. Si mnakumbuka ule Rahaba anachomekwa mjamaa ya Yuda. Tena mnakia mwingine kahaba anaitwa Rit, mwenye alinaka tafuta Boazi usiku, antoka mulaana kule. Njoo akazala Obedi akazala Yese akazala Daudi. Daudi anakiangalia, shida haiko mimi sina probleme, misingi yanashikuta mimi niko mwenye haki, me probleme ni njoo nauliza kama misingi naharibika, mimi mwenye haki. Sikia mwalimu uko naeleweka vizuri hapo. Kwa tafsiri nyingine, sina probleme, mimi napenda Mungu, mimi Daudi, mekwe nilitokaka. Vitu vingine probleme haiko wewe, hawezi viexplique, haujielewe. Ni utana garçon mwa ni intercesseur men mvuta bangi mkanisa mwa hivi. Nikama unaweza zaidi ya Mungu bangi kumilomo na huko naomba. Basi na kuyatu. Msingi. Tushimama.